hapa na mchambuzi Yusufu, tutakwenda kuzungumza mchezo wa Simba ambapo umebadilishwa baada ya kuchezewa Benjamin Mkapa, umepelekwa Amani Complex hapa. Nini haswa anategemea kukiona katika uwanja ule, lakini pia tutazungumza Simba ambayo imefuzu kuingia nusu finali, yeye comment yake ni ipi? Bwana Yusufu, mambo vipi? Bwana, namshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Mambo yanakwenda Mungu ni mkubwa. Ndio. Vipi? Tuanzie hapo. Simba amebadilishiwa uwanja mara tu baada ya kufuzu kuingia nusu finali. Tunaona tayari amebadilishiwa uwanja kuelekea kule Zanzibar. Pengine tutegemee mechi ya namna gani, lakini pia kubadilishiwa uwanja huku kwa Simba imekuwa ni faida ama ni hasara kwa upande wa Simba? Nafikiri kwa upande wa Simba itakuwa haina faida kubwa, lakini pia itakuwa haina madhara makubwa. Kwa nini? Kwa sababu wamezoea kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa na wamekuwa na slogan yao wakiwa uwanja wa Benjamin Mkapa ya kwamba atoki mtu kwa Mkapa, lakini kutokana na athari ambayo uwanja wa Benjamin Mkapa umekutana nayo kwenye mechi ya mwisho ambayo Simba amecheza, dalili za mvua ambazo zilikuwepo, lakini pia tazama namna ambavyo uwanja kwa maana maji yalijaa uwanjani, kwa katika namna kuutumia kuna namna ambavyo uliathirika, na kwa namna yoyote usingeweza kutumika, na ndio maana hata CAF wenyewe akaweza kuufungia. Kwa hiyo kwa namna yote tazama uwanja ambao unakubalika kuchezesha mechi kubwa kama hii kwa hapa Tanzania umebaki ni Amani. Kwa namna yote ndio mechi pekee ambayo inapaswa kwenda kuchezwa huko. Kwa hiyo nafikiri Simba wanakwenda Zanzibar si kwa matakwa yao, wanakwenda kwa matakwa ya CAF, lakini pia kwa matakwa ya mazingira ambayo yanatuzunguka. Hatuna uwanja mwingine ambao unaweza ukawa unabeba mechi kubwa kama hii. Hatuna uwanja mwingine ambao unakidhi vigezo vya kuchezesha mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo ili uwanja uchezeshwe mechi za kimataifa viko vipengele ambavyo vinaruhusu hilo. Kwa hiyo kwa uwanja kama wa KMC ama Azam Complex, maana yake umeshindwa kufikia hivyo vigezo vya kuweza kutumika kwenye mechi ya nusu finali. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Simba anakwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Of course ni uwanja mzuri, uwanja ambao nafikiri unakidhi vigezo vya kuchezesha mechi kubwa kama hii, na ni uwanja pia ambao unaruhusu kuingiza idadi kubwa ya mashabiki, lakini sifikiri kama Simba ungekuepo uwanja wa Benjamin Mkapa tayari unatumika, wangechagua kwenda Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri wamechagua kwenda Zanzibar kwa sababu ndio uwanja pekee ambao umebaki kwa hapa kwetu Tanzania kuweza kutumika kwenye mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo nafikiri kwa athari of course itakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza utegemea idadi kubwa ya mashabiki watakuwa ni wachache. Kwa nini? Kwa sababu kuna mashabiki ambao walikuwepo Dar es Salaam walitamani kuitazama hii mechi, lakini kutokana na uwanja kuwa mbali ili kuweza kufikia, maana yake utahitaji kutumia gharama kubwa sana. Tofauti na mtu ambaye anakaa Manzese na kaa Temeke, atatumia tu nauli ya kutoka Manzese ama Temeke kwenda uwanja Benjamin Mkapa, ambako sifikiri kuna sehemu ambayo inazidi shilingi 10,000 nauli kutoka sehemu yote ambayo upo kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa. Aidha tu labda utumie kwa maana usafiri labda isa request kwa maana ku Bolt, lakini kwa daradara, lakini labda mwendo kasi sifikiri kama kuna sehemu inazidi nauli shilingi 10,000. Lakini kwenda Zanzibar maana yake utahitaji kutumia gharama kubwa, kwa sababu utahitaji upande boti, lakini mbali na kupanda boti itabidi utafute sehemu ya kwenda kufikia. Yes, kwa maana kama ni hoteli ulipe, hapo bado hujanunua tiketi na bado hujajua utakaa siku ngapi. Kwa hiyo nafikiri itakuwa na athari kwa idadi ya mashabiki ambao wanatamani kwenda kuitazama timu, kwa maana watahitaji kwenda kusupport timu yao, lakini pia ni mazingira mapya yale, kwa maana hata hali ya hewa itakuwa ni tofauti na ile ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine itakuwa na athari kwa upande wa Simba, na ndio maana wanafunga safari siku ya kesho kuanza kwenda kuadapt mazingira. Kwa hiyo nafikiri kwa namna moja ama nyingine Simba wamechagua uwanja wa Zanzibar kwa sababu kwa namna yote hakuna uwanja ambao unaweza kutumia kwa hivi viwanja ambavyo vipo Dar es Salaam. Yusufu, hapa ni kukatisha kuhusiana na hili, kwa Mkapa hatoki mtu, wanakwenda Amani Complex. Pengine inakuwa na ugumu namna gani kwa wana Simba? Licha kusema kwamba wanaondoka mapema kwenda kuadapt mazingira ya kule, inabaki tu kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Itabaki hivyo, lakini kwa namna ambavyo Simba anacheza hivi sasa ama kwa level ambayo Simba yuko hivi sasa, ni timu ambayo inaweza ikawa inapata matokeo uwanja wote. Tazama hata kwenye hatua ya makundi wamepata matokeo kwa viwanja vya ugenini, lakini tazama hata performance ambayo walikuwa nayo
kwenye mechi yao ya kwanza ya robo finali kule Misri. Walikuwa na performance nzuri sana, ni vile tu hakufanikiwa kuishinda mechi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sifikiri kama inaweza ikawa athari kwa matokeo ambayo Simba anaweza kana yapata kulingana na hivi viwanja viwili ambavyo watakwenda kuvitumia, kwa maana kama angeutumia uwanja Benjamin ama ule wa Amani kule Zanzibar. Kwangu mimi nadhani ni namna tu ya kujua kitu gani ambacho nakihitaji, lakini kuthibitisha daraja la ubora ulionao kwenye mazingira ambayo unakutana nayo. Na nafikiri hizi ni changamoto ambazo utakutana nazo kwenye football, na sio tu kwenye football, kwenye mazingira yote ambayo mwanadamu yupo ziko changamoto, na unapokutana nayo inabidi upambane nayo kuweza kuishinda. Kwa hiyo wanakwenda uwanja mpya, uwanja ambao of course wamecheza kwa muda mrefu. Mara ya mwisho kucheza uwanja wa Amani walicheza na Azam FC na akaweza kuibuka na ushindi. Kwa hiyo sifikiri kama ni uwanja ambao ni mgeni sana kwa upande wao, japokuwa kuna namna ambavyo unavotaja uwanja Benjamin Mkapa na Amani kwa upande wa Simba ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nafikiri wanahitaji kupata muda ambao wanaweza kawa wanautumia kuanza kuadapt mazingira, lakini kusoma atmosphere ambayo inapatikana kule Zanzibar. Lakini kwa namna yote haibadilishi kwamba Simba atakuwa uwanja wa nyumbani. Stellenbosch ambao tunazungumzia anakwenda kukutana na Simba. Tukitazama mchezo wake ambao umemfanya afuzu kuingia nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, alikuwa na Zamalek. Mchezo ambao wameonyesha Stellenbosch ilikuwa ni surprise kubwa sana. Hawana cha kupoteza. Wao wanaonekana hawana haraka, lakini kuwafunga kwako inakuwa ni ngumu sana. Na Simba mpira ambao wanacheza ukikompare hapo, unaona unapata kitu gani? Bila shaka ulitazama mechi ya Stellenbosch na Zamalek. Of course nilitazama, ni moja kati ya timu ambayo ili uweze kuifungua inahitaji utumie energy kubwa sana ya kifikra, lakini utumie nguvu kubwa sana ya ubora wa wachezaji ulionao kuweza kuthibitisha kwamba wewe ni bora. Kwa nini? Kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo ina mpango kazi mzuri sana ikiwa ugenini. Tazama namna ambavyo inakuwa inajilinda, lakini namna ambavyo inaweza ikawa inafunga safari zake pale ambapo inakwenda kushambulia. Wametoa sare wakiwa nyumbani na Zamalek, lakini tazama namna ambavyo alienda uwanja ugenini. Yuko ugenini lakini ni kama yuko nyumbani. Nidhamu kubwa ya kiuchezaji, lakini tazama namna ambavyo na wachezaji ambao wanaweza kukabiliana na timu bora kuweza kuwafanya wasione lango la timu pinzani. Of course ni timu ambayo ina wachezaji bora, ni timu ambayo nafikiri imethibitisha daraja la ubora kwenye michuano ya uhalisia, kwa maana ni michuano mikubwa ya CAF Confederation, lakini ili uweze kuishinda unahitaji kuwa na mpango kazi, kwa maana mikakati ya namna ambavyo unaweza ukawa unacheza viwanja vya ugenini na namna ambavyo unaweza ukawa unacheza viwanja vya nyumbani. Lakini kwa namna ambavyo nimeitazama ni moja kati ya timu ambayo inaweza ikawa inapata matokeo uwanja wote. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Simba anapaswa kujua kwamba anakwenda kukutana na timu ambayo haiji kucheza kwa bahati mbaya, kwa maana haijaenda robo finali ama nusu finali kwa bahati mbaya, kulingana na ubora wa wachezaji alionao, lakini mkakati ama mpango kazi ambao amekuwa nao pale anapokwenda kukutana na mpinzani wake. Lakini kitu kizuri ni kwamba ni timu ambayo Fadlu Davis anaijua vizuri, kwa sababu anatokea South Africa, na South Africa ukitazama Stellenbosch ni timu ambayo iko kwenye nafasi ya 5 akiwa anaongoza Mamelodi. Lakini mbali na hapo ni timu ambayo nafikiri ili uweze kuishinda kwanza unahitaji kuwa bora kwenye eneo la katikati, na unatazama eneo pekee ambalo Simba amekuwa na nyakati nzuri ni kwenye eneo la katikati. Kwa nini? Kwa sababu ndio eneo pekee ambalo anatengeneza nafasi, lakini anatengeneza uwiano mzuri wa kwenda kushambulia, lakini pia akiwa anajilinda. Ili Simba aweze kushinda mechi atategemea ubora wa Fabrice Luamba Ngoma, atategemea ubora wa Yusuf Kagoma, kwa maana ukiacha kujumuisha wachezaji wote, lakini ili Simba atengeneze nafasi nyingi ama aweze kuyashinda matukio ndani ya uwanja anahitaji kuwa na full package ya wachezaji. Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, lakini kwenye eneo la ushambuliaji Janja Zawa pamoja na Elim Panzo Kibisawala. Kija kumuongezea hapo na Kip Dennis Prosper. Kwa nini? Kwa sababu ndo wachezaji pekee ambao wamekuwa wakionyesha uhai mkubwa kwenye eneo la ushambuliaji, lakini ukija kwenye eneo la katikati ndio eneo pekee ambalo limekuwa likiunganisha frequency za kiuchezaji kwa upande wa Simba, Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma. Tazama kwenye mechi ya ugenini, akiwa ugenini, namna ambayo Simba alifanikiwa kipindi cha pili. Kwa nini? Kwa sababu kwanza
alihitaji utayari wa Fabrice Ngoma kuweza kutengeneza nafasi, lakini kupiga zile mipira iliyokufa kwenye maeneo sahihi. Amekuwa na wakati mzuri na nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao wameiteka imani ya Fadlu Davis kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo anacheza, lakini nidhamu ambayo amekuwa nayo akiwa kwenye eneo lake la kiuchezaji. Mbali na hapo, nafikiri ndio mechi pekee ambayo inaweza kwenda kuongeza credit kwa upande wa Simba kama atafanikiwa kuishinda, lakini ndio mechi pekee ambayo ili Simba aende kwenye hatua ya finali anahitaji kuiua akiwa uwanja wa nyumbani. Sasa namna gani ambavyo Simba amejiandaa kwenda kuishinda hii mechi? Kwanza, njia pekee ya kuishinda mechi ngumu kama hii kwa Simba level ambayo amefikia, si timu ambayo inapaswa kuhofia mpinzani. Nilizungumza kumradhi, anapaswa kuwa tuna nidhamu ya kiuchezaji ndani ya uwanja, lakini kitu cha pili ni kujua wakati gani ambao unapaswa kufunga safari kuelekea kwenye zoni ya mpinzani. Mbali na hapo, ni wakati gani ambao unatengeneza nafasi na wakati gani unajilinda. Yaani how to attack, how to defend. Ukiwa na mpira kitu gani ambacho unakifanya. Hiki ndio kitu pekee ambacho Simba anapaswa kiangalia kwenye hii mechi, kwa sababu hii ni hatua ya mtoano. Maana kama unaanza vibaya uwanja wa nyumbani, kuna namna ambavyo unajitengenezea ugumu sasa ukiwa unaenda kucheza uwanja wa ugenini. Kwa hiyo nafikiri Fadlu Davis anaijua Stellenbosch vizuri, anaijua ni timu ya namna gani, na ili ashinde ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia. Kwa hiyo kuanzia hapo ni mechi pekee ambayo Simba kama atashinda atafanikiwa kuitangaza ligi yetu na kufikia kwenye zile renki za ligi 5 bora kutoka Tanzania kama atafanikiwa kushinda. Lakini mbali na hapo ni timu pekee ambayo kama atashinda atakwenda kuandika historia ya kutoka nusu finali na kwenda finali. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni mechi muhimu sana kwa upande wa Simba. Ni mechi ambayo hapaswi kuipoteza kwa namna yoyote, lakini anapaswa kujua kwamba anakwenda kukutana na timu ambayo ni ngumu. Timu 4 ambazo zimesalia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ni pamoja na Simba ambayo tunaizungumza hivi sasa. Simba hii imekuwa kwenye renki za CAF, ile nimeshika nafasi namba 4, ambapo tukiangalia hao wengine wote watatu yeye ndo anaonekana giant. Pengine hii kitu pia inawapa confidence Simba kuelekea mchezo huo. Inawapa confidence kwa sababu anaingia kama title contenders, lakini kitu ambacho nataka niwaambie Simba, haya maneno ambayo yako nje wayachukulie tu kikawaida, wasiabebe na kwenda ndani ya uwanja. Kwa nini? Mechi ya kwanza Simba anacheza na Al Masry, alichukulia yale maneno ya mashabiki na watu wadau wa mpira walivyokuwa wanazungumza kwamba ni mechi nyepesi na ni mechi ambayo Simba walimpa asilimia kubwa ya kwenda kushinda. Na ndio kitu pekee ambacho kilikwenda kumuumiza Simba. Aliamini hivyo nje ya uwanja na ndani ya uwanja, lakini alikwenda kukutana na surprise kubwa. Lakini kwenye mechi hii hapaswi kuingia kama title contenders. Hapaswi kuingia kama timu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu amewahi kukumbushwa kwamba ni timu ambayo inavyocheza hii michuano inakuwa nyakati nyingine haina nidhamu. Amekukumbushwa na Jwaneng Galaxy, anafungwa mabao ambayo kwa namna moja ama nyingine ulikuwa unatarajia, lakini ndio ilitokea na tayari historia iliandikwa hivyo. Kwa hiyo kwenye hii mechi Simba auvue ule ukubwa ambao yuko nao kwenye michuano ya kimataifa. Najua robo finali mfululizo karibia mara 6 zimemtengenezea confidence kubwa, lakini zimemtengenezea ukubwa wa namna moja ama nyingine, lakini anapaswa kuvua ukubwa ambao yuko nao. Kitu kikubwa ambacho anapaswa kuingia nao ni nidhamu ya kumheshimu mpinzani na kujua kitu gani ambacho anakihitaji kwenye michuano. Mbali na hapo, inawezekana akakutana na surprise kubwa. Kwangu mimi nafikiri Simba kama atafanikiwa kumfunga Stellenbosch nje ndani ama akafanikiwa tu kwenda finali, timu pekee ambayo nafikiri itampa changamoto ni Stellenbosch. Lakini mbali na hapo, anakwenda aidha akakutana na Berkane ama Constantine. Hizo timu zote amekutana nazo kwenye hii michuano. Kwa hiyo nafikiri ni mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye kwa mara ya kwanza akiwa mjui ni Stellenbosch. Lakini hizi zingine kama atafanikiwa kuvuka kwenda kwenye hatua inayofuata, maana yake ni timu ambazo anazijua kwa namna moja ama nyingine, atakuwa na sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo kwanza avuke hapa. Namna gani ambavyo anavuka, tunawachia sasa wachezaji pamoja na technical bench. Naamini hakuna timu ambayo inaingia kwenye mechi ya kiushindani kwenda kushindwa, lakini quality ya mchezaji mmoja mmoja, lakini namna ambavyo unacheza kitimu
na kuweza kupunguza zile mistake ambazo zinaweza kwenda kupelekea ukaipoteza mechi. Ndio njia pekee ya kwenda kuishinda mechi au kuipoteza. Umezungumza viwango vya wachezaji mmoja mmoja, umetaja safu ya kiungo, lakini pia ushambuliaji kina Elim Panzu pamoja au Huana na nani, lakini upande wa mastreka tukimaanisha yuko Mkwala, Ateba, unaiona nafasi ya nani pengine kwenda kuamua matokeo mbele ya Stellenbosch ambapo Simba inahitaji matokeo zaidi? Ya, nafikiri kwa upande wangu nyakati ambazo anazipitia Ateba kwa hivi sasa hapaswi kuanza kwenye mechi inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu ametoka kuivunja imani yake kwa mashabiki kwenye mchezo mkubwa wa Almasry wakiwa ugenini. Na mechi iliyofuata hakupata nafasi ya kucheza kabisa. Lakini amekuja kwenye mechi ya jana ambao walikuwa wanacheza na Mbeya City. Of course alifunga, lakini ni nyakati ambazo anajaribu kuirudisha ile imani kwa mashabiki na kuijenga ile confidence ambayo amekuwa nayo. Sasa kwenye mechi inayofuata uhitaji kwenda kufanya majaribio ya mchezaji kwamba tayari uko kwenye ubora wa kunipa ninachokihitaji. Tayari kwenye mechi iliyopita ulifunga, namna gani ambavyo unaweza ukana muendelezo? Hapana. Mechi hii nafikiri inamhitaji zaidi Stephen Dese Mukwala kwa sababu alipata nafasi kwenye mchezo wa mwisho na akathibitisha daraja la kuwafunga. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine confidence ya kiushindani bado anayo. Ile shauku ya kutaka kuthibitisha daraja la ubora alionao bado anayo. Na ukumbuke kumekuwa na ingia toka za wachezaji kwa maana amekuwa kipishana. Kwa namna moja ama nyingine katika hao wachezaji kila mmoja anapopata nafasi huwa anahitaji kumthibitishia kocha kwamba mimi nastahili kuanza kwenye kikosi chako, lakini kocha bado hajao na chaguo moja ama hajao na chaguo la kwanza la kuaminika kwamba huyu ndo atakuwa anaanza. Lakini kwenye mechi hii nashauri Stephen Dese Mukwala aanze. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji ambaye nafikiri akiwa kwenye lile eneo kwanza anawapa sintofahamu ma fullback wa timu pinzani. Kwa maana si mshambuliaji ambaye anakaa kwenye eneo moja. Amekuwa na sifa ama na tabia za kuweza kuwaponyoka ma fullback wa timu pinzani, kitu ambacho masweka wengi wamekuwa hawana. Kwa maana hakuna center back ambaye anatamani kukutana na mchezaji aina Stephen Dese Mukwala. Kwa nini? Kwa sababu atakupeleka kushoto, atakugeuza kulia. Sasa kwa namna moja ama nyingine kuna fullback ambao wamekuwa ni wavivu. Hawataki kusumbuliwa na washambuliaji. Kwa hiyo Stephen Dese Mukwala nafikiri mikimbio ambayo amekuwa nayo, lakini ile speed, reaction yake ndani ya eneo la box la timu pinzani, lakini mchezaji pia ambaye anaweza kujiposition kwenye maeneo. Kwa hiyo nafikiri kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch anapaswa kuanza kwa sababu tayari ameshatengeneza mawasiliano mazuri kati ya yeye na Elim Panzu na pamoja na Jean Charles Ahoua. Wanasema timu haijakamilika bila kuwa na walinzi wazuri, safu ya ulinzi. Hii tukiachana na safu ya ulinzi wa kulia na kushoto ambayo ina uhakika, turudi kwa Hamza pamoja na Karabusha Mo. Mpaka sasa hatuna uhakika kwamba Shemalone anaweza kwenda kurejea vyema kwenye mechi hiyo, maana hana fitness match. Yeah, of course Shefondo Maroni ni mchezaji ambaye hakuna mwenye doubt ya kiwango ambacho yuko nacho, lakini this time Simba hahitaji kufanya majaribio kwa mchezaji yoyote. Nakumbuka hatua ambayo wako ni hatua ya mtoano. Kwa hiyo unapomuingiza mchezaji ama anavyoanza uwe na uhakika wa 100% katika 10 ya 9 anaweza akawa anakuofa kitu gani. Lakini mbali na hapo ni mchezaji ambaye